Hebu jiulize swali moja rahisi sana. Kwa nini kuna watu wanafanya kazi maisha yao yote, lakini bado wanabaki hawana pesa? Na kwa nini kuna wengine hata wakipata kidogo, wanafanikiwa kujenga mali, kuishi bila stress na kuacha urithi ulio mkubwa? Leo nataka nikupeleke maelfu ya miaka nyuma, kwenye mji mmoja wa kale ulioitwa Babylon. Mji ambao haukuwa na mafuta, haukuwa na benki za kisasa, lakini ulikuwa tajiri kuliko miji yote duniani. Na kilicho cha kushangaza zaidi ni hiki hapa. Kanuni za utajiri walizotumia watu wa Babylon bado zinafanya kazi mpaka leo. Hata kwa mtu wa kawaida tu anaweza kuzitumia hizo sheria. Karibu sana kwenye simulizi hii ya kipekee. Kitabu tunachokizungumza leo kinaitwa The Richest Man in Babylon. Kiliandikwa na George S. Clason mwaka 1926. Hiki si kitabu cha formula za haraka, forex au get rich quick. Lakini ni kitabu cha nidhamu, akili ya pesa na kanuni rahisi lakini zenye nguvu. George S. Clason aliamua kutufundisha masomo ya fedha kupitia hadithi kwa sababu aliamini binadamu hujifunza haraka zaidi kupitia simulizi kuliko mihadhara. Ndiyo maana hata leo, karibu miaka 100 baadaye, kitabu hiki bado kinatajwa kama moja ya vitabu bora zaidi ya fedha duniani. Sasa Babylon ilikuwa nini? Babylon ilikuwa mji mkubwa sana uliokuwepo karibu miaka 4,000 iliyopita katika eneo la Mesopotamia ambayo ni Iraki ya leo. Fikiria, hakukuwa na internet, hakukuwa na smartphones, hakukuwa na banks za kisasa. Lakini bado Babylon ilikuwa ni kituo cha biashara. Ilikuwa na wafanya biashara matajiri, ilikuwa na majengo makubwa, ilikuwa na hazina kubwa ya dhahabu. Swali ni je, walipataje utajiri huo? Jibu lake ni rahisi lakini gumu kutekelezeka. Walielewa na kuheshimu sheria za pesa. Funzo muhimu la kwanza. Hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Wengi hudhani ukiongeza kipato basi matatizo ya pesa yataisha. Lakini Babylon inatufundisha si kiasi cha pesa unachopata kinachokufanya uwe tajiri, bali ni jinsi unavyotumia na kuilinda. Hata leo mtu ana mshahara mkubwa lakini hana akiba. Mtu ana kipato kidogo lakini ana maendeleo. Tofauti si bahati, bali ni nidhamu. Wahusika wakuu wa hadithi katika kitabu hichi. Katika kitabu hichi tutakutana wahusika wakuu kama Akan, anaitwa the richest man in Babylon. Hakuwa mzaliwa wa familia tajiri. Alianza kama mtu wa kawaida kabisa, lakini alikuja kuwa mmiliki wa mali nyingi sana, mshauri wa kifalme na mwalimu wa kanuni za pesa. Lakini mhusika wa pili anaitwa Banse. Huyu mtengeneza magari ya farasi, mfanya kazi mwenye kipato lakini hana maendeleo. Anajiuliza, kwa nini nafanya kazi lakini sina kitu? Huyu Banse anawakilisha watu wengi sana wa leo. Kwa nini kitabu hiki kinafaa kwa nyakati hizi au kwa mafundisho ya leo? Hebu tuseme ukweli, matatizo tunayopitia leo: kuishi mshahara hadi mshahara, kukopa ili kufunika madeni, kutumia pesa kabla hata haijafika, kukosa akiba na kukosa mpango wa baadaye. Haya yalikuwepo mji wa Babylon enzi hizo, na ndio maana kanuni za kitabu hiki ni za dunia nzima. Sio kwa watu wa Marekani, wala sio kwa watu wa Amerika, au sio kwa watu wa kale. Unaweza kuwa dereva wa bodaboda, unaweza kuwa mwanafunzi, unaweza kuwa mfanyakazi wa ofisini, mfanya biashara mdogo, lakini kanuni hizi zinakuhusu sana. Ujumbe mkuu wa kuintroduce hichi kitabu au wa kufanya introduction ya hichi kitabu. Kitabu hiki hakikuambii fanya kazi sana zaidi, no. Lakini au tafuta miujiza, hapana. Kinaanza na kukuambia jifunze kuheshimu pesa. Jifunze kuzitawala pesa. Na jifunze kuzipa kazi pesa zako. Na ndicho kitakachofuata kwenye sura zinazokuja. Leo tumejifunza Babylon ilikuwa mji tajiri kwa sababu ya nidhamu ya pesa.
Utajiri hauanzi na kipato kikubwa, unaanza na akili. Hadithi hizi ni za zamani, lakini masomo yake ni ya leo. Kitabu hiki ni kwa mtu wa kawaida, lakini sio matajiri pekee. Kwenye video inayofuata tutaingia kwenye hadithi ya watu wawili waliotamani dhahabu, lakini hawakujua kwa nini walikuwa masikini. Kwa maana kwenye kitabu kimeandikwa The Man Who Desired Gold. Kama unataka kujifunza kwa nini kutamani pesa pekee hakutoshi na jinsi ya kuanza safari ya kweli ya kifedha, basi subscribe, like na comment, lakini pia share video hii kwa mtu unayemjali. Asante kwa kusikiliza. Tutakutana wakati mwingine nitakapoleta sehemu ya pili.